ambapo leo tarehe 16 mwezi wa 12 tumekuwa na hafla ya utoaji wa mikopo ya 10% ya mapato ya ndani kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kama sheria ya fedha na kanuni ya utoaji na usimamizi wa mikopo ya mwaka 2024 inavyoelekeza. Tumekuwa na mchakato mrefu wa kupokea maombi kutoka kwa wananchi ambao ni walengwa wa mikopo hii, na mpaka hatua ya mwisho baada ya kuichakata tumefikia hatua ya kupata vikundi 23 ambavyo vimekwenda kupata jumla ya shilingi milioni 268,323 kama sehemu ya mikopo yao. Na vikundi hivi vimeandaliwa vizuri, vimepatiwa mafunzo ya ujasiriamali, mafunzo ya utunzaji wa kumbukumbu, mafunzo ya utunzaji wa mali pamoja na usimamizi wa biashara na usimamizi wa miradi yao, ili tija ya serikali ambayo imekusudiwa kwa kutoa mikopo hii iweze kuonekana. Tunashukuru sana serikali kwa kuwa na maono haya ya kuweza kuyawezesha makundi haya, kwani ni makundi ambayo hayana sifa kwa sehemu kubwa sana ya kupata mikopo kwenye taasisi za kifedha, kwani ukiangalia masharti ambayo yapo kwenye taasisi hizo mengi makundi haya wanakuwa hawana. Kwa mfano ukiangalia makundi ya wanawake, walio wengi hata kwenye umiliki wa mali ambazo zinaweza kutumika kama dhamana ya mikopo hiyo kwenye taasisi za kifedha hawamiliki. Hali kadhalika kwa vijana na hawa watu wenye ulemavu. Ndio maana serikali ikaja na mpango huu wa kuwawezesha au kuyawezesha makundi haya ili nayo yaweze kushiriki katika ujenzi wa uchumi wa taifa kwa kuongeza pato la familia na ambapo huduma za kifamilia za kijamii zitaongezeka. Kwa mfano kuhudumia familia zao kwa upande wa afya kwa maana ya kuzikatia bima za afya kwa ajili ya kupata huduma ya afya, lakini vile kutoa mahitaji ya elimu kwa watoto, mahitaji yale ambayo tunajua hakuna ada mashuleni, lakini kuna mahitaji yale ya daftari, uniform, viatu na mambo mengine ambayo ni huduma ambayo inapaswa kutolewa na wazazi kwa hawa watoto. Kwa hivi kwa kuwajengea uwezo huu, basi watakuwa na uwezo wa kuzihudumia familia na kuweza kuihudumia pia taifa lao kwa upande wa kukuza uchumi wa taifa letu.